Usiku wa saa 3, Eddie alisikia sauti ya baba yake akilia ndani ya chumba chake. Tatizo ni moja tu, baba yake alikufa miaka 3 iliyopita. Kwanza tuambie wasikiliza simulizi hii ukiwa nchi gani. Jina lake lilikuwa Eddie. Kijana wa miaka 24, maisha yake yalikuwa magumu lakini ya kawaida. Aliishi nyuma ya nyumba ya mama yake mjini Arusha. Kila siku alipanda pikipiki yake ya zamani akizunguka mitaani kutafuta abiria. Pikipiki hiyo ilikuwa ya baba yake, mtu aliyekufa ghafla miaka 3 iliyopita, kifo ambacho hakikuwahi kueleweka. Lakini Eddie alikuwa na kitu kilichomtesa sana moyoni: tamaa. Alitamani maisha mazuri, pesa nyingi, gari, heshima. Aliwaona marafiki zake wakibadilika ghafla, leo maskini, kesho wana pesa nyingi. Walipoulizwa, walijibu kitu kimoja tu: tulipata connection. Usiku mmoja wa mvua nzito, Eddie alirudi nyumbani akiwa amechoka sana. Mama yake tayari alikuwa amelala. Akala chakula kilichobaki, kisha akaingia chumbani kwake. Alipokuwa karibu kulala, alisikia kigonge kidogo dirishani. Tok, tok, tok. Alinyamaza, akasikiliza kwa makini. Kimya. Akatikisa kichwa polepole. Labda upepo, alijisemea. Akazima taa, akalala. Dakika chache baadaye, alisikia sauti. Eddie. Ilikuwa ya chini, yenye maumivu. Moyo wake ukapiga kwa kasi. Eddie, mwanangu. Sauti hiyo aliijua, ilikuwa ya baba yake. Ghafla alifungua macho, lakini hakukuwa na mwanga. Alikuwa amesimama kwenye giza zito. Chini yake ardhi ilikuwa nyeusi na yenye joto. Mbele yake kulikuwa na mlango mkubwa wa chuma uliokuwa umefunguka kidogo. Sauti nzito ikasema, "Karibu Eddie." Bila kuelewa kwa nini, alisogea. Harufu kali ya kuchoma ilianza kumvaa puani. Kilio cha maumivu kilisikika mbele yake. Aliposogea karibu, akaona baba yake. Alikuwa amefungwa kwa minyororo, mwili wake umeungua na macho yake hayakuwa ya kawaida. Alipomwona Eddie, alianza kulia kwa maumivu. Alimuita kwa sauti nzito, akimwonya asikaribie. Alisema alifanya kosa kubwa kwa kutafuta pesa ya haraka, na sasa alikuwa analipia maamuzi yake. Eddie alihisi miguu yake ikiganda. Hakuweza kukimbia. Moto ulianza kusogea karibu naye. Ghafla alihisi mkono baridi begani mwake. Aligeuka polepole. Akaona kiumbe kisichoeleweka. Kilikuwa na mabawa, lakini si ya kawaida. Macho yake yalikuwa na kitu cha kutisha ndani yake. Kwa sauti tulivu kikasema, "Huu ni mwanzo tu." Ghafla kila kitu kilibadilika. Moto ukatoweka. Giza likapotea. Nuru kubwa ikaangaza kila mahali. Eddie alijikuta mahali pazuri sana. Kulikuwa na miti mizuri, hewa safi na sauti za furaha. Ndani ya watu hao akamwona mtu aliyemfahamu. Chidi, yule mlevi wa mtaa. Lakini sasa alikuwa tofauti kabisa. Uso wake ulikuwa na amani na furaha. Alipomwona Eddie, alitabasamu na kumuita. Alimwambia hapa hakuna mateso, na kwamba licha ya maisha yake ya zamani, moyo wake ulikuwa mwema. Eddie alibaki kimya, akishindwa kuelewa. Akauliza, baba yake yuko wapi? Sauti ile ile ya ajabu ikajibu kwa utulivu, kwamba kila mtu huchagua njia yake mwenyewe na kila njia ina mwisho wake. Ghafla, Eddie alishtuka kutoka usingizini. Alikuwa anatetemeka, mwili wake umejaa jasho. Chumba kilikuwa kimya kabisa, lakini alihisi kama kuna mtu amesimama karibu naye. Aligeuka polepole. Hakukuwa na mtu, lakini moyoni alijua hiyo haikuwa ndoto ya kawaida, ilikuwa onyonyo. Asubuhi yake, rafiki yake Juma alimfuata. "Bro, nimepata connection." Eddie alikaa kimya. Juma akaendelea, "Kuna pesa nyingi sana, unahitaji tu kufanya kitu kimoja. Usiku wa leo utaelewa kila kitu." Na hapo ndipo safari ya Eddie kuelekea giza ilianza. Mwisho wa part 1. Subscribe, like, share na comment kwa part 2.